Fungua Mathayo sura ya 26. Kitabu cha Mathayo sura ya 26. Ni kongamano la Pasaka, kwa sababu Pasaka imebeba mengi sana. Kwa hiyo inapendeza watu wa Mungu kama tukiyajua yote kabla tujaenda kwenye Pasaka. Atusaidie sana Yesu. Kihistoria Pasaka ilianza zamani sana kabla ya Yesu kuzaliwa. Maana yake ilikuwa ni ukombozi. Lakini sitabezi sana kwenye historia, sababu ilianza tangu watu wa Mungu wakiwa katika nchi ya utumwa Misri. Haleluya. 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 Wacha nianzie hapa kitabu cha Mathayo sura ya 26. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mathayo sura ya 26. Siku ya leo imekuwa siku ya kwanza, kwa sababu siku ya leo ilikuwa ni siku ambayo Yesu alikuwa anawaza kuhusu msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuwa anawaza kuhusu msalaba. Lakini tofauti na kuwaza kuhusu msalaba, alifunuliwa mambo yatakayompata. Bwana Yesu asifiwe sana. Akajua mateso atakayopata na akajua atakavyopigwa kwenye msalaba. Lakini alifunuliwa waliokuwa wa kwake watakaomkataa, watakaomsaliti. Lakini pia alifunuliwa waliokuwa marafiki zake watakaomkana. Haleluya. Haleluya. Sasa kama unaandika, unaweza ukaandika somo safari ya kuelekea utukufu mkubwa. Kwenye siku ya kwanza ya kongamano la Pasaka. Safari ya kuelekea kwenye utukufu mkubwa. Safari ya kuelekea kwenye utukufu mkubwa. Kitabu cha Mathayo sura ya 26. Kitabu cha Mathayo sura ya 26. Haleluya. Tuanzie mstari wa kwanza. Tunasema Yesu akawaambia, ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote, aliwaambia wanafunzi wake, mnajua ya kuwa baada ya siku mbili itakuwa Pasaka, na mwana wa Adamu atasalitiwa asulubiwe. Bwana Yesu asifiwe. Safari ya kuelekea utukufu mkubwa. Sasa Yesu akaingia. Yesu alikuwa duniani, amefanya kazi, lakini walimjua kama mwalimu, wakamjua kama rabi, wakamjua kama Yesu. Kila mmoja kuna namna ambavyo alimuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukafika wakati ambao Mungu anataka ajitukuze kwa ajili ya Yesu. Ampe jina ambalo yeye anatamani aitwe. Ampe mamlaka ambayo anatamani aipate. Hii inaitwa safari ya kuelekea kwenye utukufu mkubwa. Kupata viwango ambavyo ulitamani siku nyingi kuwa navyo, lakini haujavipata. Safari ya kuelekea kwenye utukufu mkubwa, kuingia kwenye levels ambazo wengine waliingia katika ulimwengu wa roho, ambazo wewe hujafika. Kuingia kwenye mantles ambazo wengine waliingia na wewe hujawahi ingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuingia kwenye level za uchumi ambazo wengine waliingia na wewe hujawahi ingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Safari ya kuelekea utukufu mkubwa. Siku moja nilikuwa nafundisha nikakwambia hivi, baada ya maombi huwa linakuja jaribu. Lengo la jaribu kuja baada ya maombi ni kumuingiza mtu kwenye level mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jaribu linakuja baada ya maombi. Lengo la jaribu ni kumuingiza mtu kwenye kiwango kipya, kuandaa misuli ya mtu kuingia kwenye level mpya. Kabla hujaingia kwenye level ya kumiliki milioni 100, lazima Mungu akufundishe wanaomiliki milioni 100 wanaishi maisha gani, ili siku Mungu akikubariki baraka yake usije ukaichezea na ikapotea mikononi mwako. Atukuzwe Yesu, atusaidie sana. Haleluya. Kabla Mungu haja kuingiza kwenye level za kujulikana na kuwa maarufu, lazima Mungu akufundishe waliojulikana na wanaokuwa maarufu wanatakiwa kuishi maisha gani, ili atakapokuingiza kwenye hizo level usije ukachezea alafu ukaharibikiwa, ukapotea, ukaaibika. Haleluya. Haleluya. Yesu kabla ya kukirimiwa jina linalopita majina yote, akaingizwa kwenye level mpya ya mafunzo, ama mwambie jirani yako depo. Bwana Yesu asaidie sana. Akaingizwa depo, kufundishwa. Kwa maana kweli tutatoka hapa, lakini kuna viwango anaenda, unanishikia. Acha nikimbie mbele alafu nirudi nyuma. Baada ya mateso yote ambayo aliyapata Yesu, Biblia inasema hivi, Yesu akakirimiwa jina linalopita kila jina, ili kwa jina la Yesu
kila goti lipigwe, la vitu vilivyoko duniani na vilivyoko juu. Lakini baada ya kupita depo. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Kuna viwango ambavyo mwanadamu ili aingie lazima kuna mahali apite, ambapo ni mahali pa kuchakatwa. Amini tu, maisha ni mchakato. Bwana Yesu asiwe sana. Safari ya kuelekea kwenye utukufu mkubwa, safari ya kuelekea kwenye utukufu mkubwa huwa ina vita, ina vikwazo, ina upinzani, ina hila, ina mipango ya ajabu. Unasikia kitabu cha Mathayo hicho. Sasa tunaichambua taratibu. Kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 4. Safari ya kuingia kwenye utukufu mkubwa huwa na vita. Tusaidie Yesu. Safari ya kuingia kwenye utukufu mkubwa huwa ina vita. Tusome hiyo kitabu cha Mathayo 26:4. Biblia inasema hivi: wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua. Hawa ni wakuu wa makuhani, watu ambao wameisha Biblia. Wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua. Kwa hila, sio kwa makosa. Haleluya. Wakafanya shauri sio kwa makosa. Wakafanya shauri sio kwa sababu Yesu aliwatukana. Wakafanya shauri sio kwa sababu Yesu aliwasema vibaya. Wakafanya shauri sio kwa sababu Yesu aliwaumiza. Wakafanya shauri sio kwa sababu Yesu aliwaibia. Wakafanya shauri ili wamkamate Yesu na kumuua kwa hila. Hila. Unaelewa maana ya neno hila? Bwana Yesu asaidie sana. Wakafanya shauri ili wamkamate Yesu na kumuua kwa hila. Hiyo ni safari ya kwenda kwenye utukufu mkubwa. Kwenye safari ya kwenda kwenye utukufu mkubwa kuna kitu kinaitwa hila za shetani. Ndio inasema hivi: muwe hodari katika uwezo wa Bwana nguvu zake, muweze kuzipinga hila za shetani. Kwa sababu kwenye safari ya kuelekea utukufu mkubwa kuna hila za shetani. Unaweza ukakataliwa sio kwa sababu haufai, lakini kwa sababu ya hila za shetani. Unaweza ukachukiwa sio kwa sababu unatakiwa uchukiwe, lakini kwa sababu ya hila za shetani. Yesu akakamata waende kumuua, sio kwa sababu Yesu ni mbaya, kwa sababu ya hila za shetani. Ukiona mchungaji wa kweli amesimama anatukanwa, watu wanamuita devil worshipper, muabudu shetani, wanamuita Freemason, wanamuita mchawi, wanamuita muabudu sanamu, wanamuita majina mabaya. Unanisikia vizuri? Wanamsema maneno mabaya, wanamuita majina mabaya, sio kwa sababu tu huyo mchungaji hafai, ila ni kwa sababu kuna hila za shetani. Yesu Kristo wakapanga kumuua kwa hila, wakapanga njama ya kumkamata ili wamuue Yesu, si kwa sababu Yesu alitakiwa kuuawa, lakini kwa sababu kulikuwa kuna kitu kinaitwa hila za shetani. Kwa hiyo wakaamua kumkamata Yesu ili wamuue Yesu kwa hila. Wanaweza wakaamua wakutukane, sio kwa sababu unaostahili kutukanwa, lakini kwa hila. Wanaweza wakaamua wakuache, sio kwa sababu unatakiwa kuachwa, lakini kwa hila. Kwenye hatua yote ile ya kuingia kwenye utukufu mkubwa, rafiki, ujue kwamba huwa kuna kitu kinaitwa hila za shetani. Kwa hiyo wakati unaingia kwenye utukufu mkubwa, ukiwa kwenye safari ya kwenye utukufu mkubwa, amini, na wakati unaendelea kwenye utukufu mkubwa, uwe na uhakika hila za shetani lazima zije, na zikija hila za shetani uwe imara na hodari. Kitabu cha Efeso kinasema uwe dhabiti katika uweza wa nguvu za Mungu ili uzipinge hila za shetani. Wangapi nawafundisha hapa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye safari ya kuelekea kwenye utukufu mkuu, kwenye safari ya kuelekea kwenye utukufu mkuu, mwanangu, uelewe, ujue na ufahamu kwamba kuna kitu kinaitwa hila za shetani. Hila za shetani. Yesu Kristo walienda kumtafuta, hakuwahi kufanya dhambi mbaya, ila ni hila za shetani. Ukitaka kujua hakuna kosa ambalo amefanyiwa, ukisoma kitabu cha hiki kitabu utaona wanatafuta mashahidi wa uongo, na unatengenezwa ushahidi wa uongo ili wapate sababu ya kumuua Yesu. Kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 59. Hayo ndio mambo ambayo yalitokea leo. Kitabu cha Mathayo sura ya 26 59.
Anasema na Petro basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Yesu wapate kumuua. Basi wakuu wa makuhani wakatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Yesu wapate kumuua. Kwa hiyo walikuwa hawana ushuhuda wala walikuwa hawana ushahidi hata mmoja wa kumuua Yesu, lakini ikabidi waingie kwenye hali ya kutengeneza ushuhuda wa uongo na kutengeneza ushahidi wa uongo ili wapate kumuua Yesu, kwa sababu inawezekana wanaona kama Yesu anawakera. Bwana asifiwe. Lakini Yesu anachowakera wao wenyewe hawakijui. Yesu anachowaudhi hata wao hawakijui. Kwa hiyo wakawatafuta watu ili watengeneze ushuhuda wa uongo, ushahidi wa uongo. Wakatafuta mwingine akaenda kusema huyu Yesu alisema atalivunja hekalu, alafu baada ya sasa atalijenga. Anakufuru huyu. Alivunjaje hekalu? Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo wakati kwenye safari ya kuingia kwenye utukufu mkubwa, number 1, shetani wanaleta hila zake. Yesu asaidie sana. Sasa ili kuzishinda hila za shetani, Yesu alifanya nini kwenye safari yake ya kuelekea kwenye utukufu mkuu? Kitabu hiki cha Mathayo sura 26 mstari wa 36. Kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 36. Akamwambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Bwana asifiwe. Yesu akaenda kwa wanafunzi wake akamwambia, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Wakati huu tayari shetani ameanza kufanya hila zake kumtafuta. Bwana asifiwe. Na Yesu ameshajua kwamba shetani anataka kuja kuharibu. Kwa hiyo alichokifanya nini? Akawachukua wanafunzi wake, akapanda nao mpaka mlimani, wakaenda kwenye bustani ya maombi Getsemane. Wakaenda mpaka Getsemane, wakakaa naye, akawaambia njooni hapa ili nikaombe. Kwa nini? Kwa sababu kuna hila za shetani kwenye safari ya kuingia kwenye utukufu mkubwa. Ni wakati ambapo yanahitajika maombi mengi. Kama kuna mtu hapa amekusudia, ana nia, ana malengo, ana hatima moyoni mwake, anafikiri kwamba kuna eneo jipya ambalo anataka aingie kwenye ulimwengu wa roho, lazima jambo la kutengeneza, atengeneze eneo lake la maombi. Yesu asaidie sana. Kama kuna hatua mpya, kama kuna safari mpya, kama kuna kiwango kipya ambacho unatakiwa uingie kwenye ulimwengu wa roho, lazima uingie kwenye eneo lako la maombi na ulitengeneze kwa upya. Usiombe kama ulivyokuwa unaomba jana. Usiombe kama ulivyokuwa unaomba juzi, kwenye hatua zile za zamani, kwa sababu kila hatua inayoingia inahitaji maombi mapya, namna mpya ya kuomba. Huo wakati Yesu akapanda kwenye bustani ya Getsemane. Ukiwa unaingia kwenye safari ya ukuu, kwenye safari ya utukufu mkubwa, lazima kuhakikisha umetengeneza pattern zako za maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze kuyasokota maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtume Paulo anasema imewapasa kuomba kwa akili na kwa roho. Yasokote maombi mpaka usuke uone nimetengeneza kitu kwenye ulimwengu wa roho kwa maombi. Ukae kwenye maombi, ukae uyasokote. Yesu alikaa kuyasokota maombi. Akasema Baba ikiwezekana. Anayasuka. Anatafuta namna gani amwambie Mungu, aingie namna gani kwa Mungu ili Mungu angalau ampunguzie huu mzigo. Anamwambia Bwana ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo, bali anayasokota maombi. Sokota
sokota, suka mambo kwenye maombi, tengeneza mambo kwenye maombi, kwa sababu unaingia viwango vipya wewe. Kwa hiyo kama unaingia viwango vipya, lazima utengeneze maisha kwenye maombi, kwa sababu kuna hila za shetani. Hakuna yeyote ambaye anaingia viwango vipya shetani asilete hila. Bwana Yesu asaidie sana. Hakuna yeyote ambaye anaingia viwango vipya shetani asilete hila. Kama unataka kuingia kwenye viwango vipya vya biashara, lazima ujue kukaa ukasokota maombi kwa ajili ya biashara yako, ukayasuka maombi kwa ajili ya biashara yako, ukamwambia Bwana, ni wewe Mungu unayestahili. Ulisema fedha na dhahabu ni mali yako, hakuna ambacho utamwacha mtoto wako. Anasema Daudi, anasema tangu nikiwa kijana hata nimekuwa mzee, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa, wala watoto wake kuombaomba mikate barabarani. Kaa chini mwanangu, sokota maombi, mwambie Bwana, umesema fedha na dhahabu ni mali yako. Kaa chini, sokota maombi, mwambie Bwana, ulisema fanyeni biashara hata nitakapokuja. Bwana mabwana, mimi nimeingia kwenye biashara, nataka nifanye biashara mpaka utakapokuja, ili nijiletee manufaa, niletee manufaa nyumba yangu, niletee manufaa na nyumba yako. Bwana mabwana, niko hapa nimekaa. Kaa chini mwanangu, sokota maombi kwenye viwango vipya. Unahitaji maombi mapya. Yesu wakati anaenda kwenye viwango, anataka kuingia kwenye viwango vipya, anakuwa tena na maombi ya kuwaombea Mafarisayo. Hapo kulikuwa hakuna kuja na akina Musa na kina Elia wakaja kumfariji. Huo ulikuwa ni wakati wa Yesu. Maandiko yanasema hivi, ukifunua Biblia inasema Yesu akarudi kuomba zaidi ya mara 3. Maandiko yanasema kuna wakati akaanguka kifurifuri. Akalia akasema, Baba, kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe. Akaanguka kifurifuri. Akaenda akamchukua Petro, Bwana sana, pamoja na wana wawili wa Zebedayo, akaenda nao, akawatenga pembeni na wengine. Alipoenda nao, ongea nao kwa kusononeka na kwa machungu, anawaambia, moyo wangu una huzuni kiasi cha kufa. Wakati wanaongea na kina Petro, lakini anasokota, anamwambia Mungu ni namna gani anavyousikia moyo wake. Mungu, uende kwenye maombi. Unanielewa? Haleluya. Kwenye swala la ndoa yako, nenda kwenye maombi, mwambie Bwana, unaona ndoa yangu inavyoenda, ninavyoishi na mume wangu, ninavyoishi na mke wangu, moyo wangu una huzuni kiasi cha kufa. Usiniache Bwana nikabaki na huzuni hii na mateso haya moyo. Ninakuomba uniepushe na kikombe hiki. Yesu asifiwe sana. Yesu asingeweza kunungunika mbele za wanafunzi wote. Akawachukua mmoja na wale wana wawili wazee, akakaa nao akina Petro, akasikitika, akasononeka, akaonesha uchungu aliokuwa nao, alafu akarudi tena kuomba. If Jesus prayed, who are you not to pray? Kama Yesu aliomba, wewe ni nani hata usiombe? Viwango vyako unavyotaka kuingia mwanangu vinahitaji maombi makubwa, vinahitaji maombi mengi. Duniani kuna watu wameshaweka, niliwahi kuambia siku moja, hakuna kiti kiko empty duniani. No empty chair, no empty seat. Kila siti ina mwenyewe, kila kazi ina mwenyewe, kila hatua ina mwenyewe, kila kiwango kina mwenyewe, kila mji una mwenyewe. Tunapotaka kuingia kwenye hiyo viwango, tunataka tujue kabisa kwamba hapa kwenye kiwango kuna mtu, kwenye ngazi nataka kwenda kuna mtu. Kwa hiyo kwa sababu naenda hapo, natakiwa niende hapo kwa namna ya mashindano. Lakini mashindano yetu yanapatikana kwenye ulimwengu wa maombi. Yesu atusaidie. Mashindano yetu yanapatikana kwenye ulimwengu wa maombi. Ukienda kwenye nyumba ya Moses Kulola, utaoneshwa kona moja ya nyumba inaufa. Utaambiwa baba alikuwa akipiga magoti kuomba hapa saa 3. Anashandalize saa 3 mpaka saa 11 asubuhi anaomba. Akimaliza 11 asubuhi, akiondoka tena akirudi, anaanza tena usiku mpaka asubuhi. Utaoneshwa kona ambayo alikutana na Yesu live. Bwana sifiwe. Jana nilikuwa na kina Julius usiku, nawaambia tulikuwa na Alfred ameshaondoka. Nilikuwa naambia kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Benson Idahosa. Alikuwa ni revivalist mkubwa, mwana uamsho kutoka Nigeria. Alikaa siku moja ameenda North America kufanya crusade. Kabla hajaenda, amepiga maombi, wachawi wakamfuata physical kupambana naye. Bwana asifiwe. Kwa sababu amewataabisha sana. Sasa wakaamua ngoja tumfuate physical. Mtu mmoja aliniuliza, yule mtu ambaye kwenye profile picha yangu ile ya WhatsApp, wangapi ameshaiona? Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniambia huyu mtu mmoja anapua kubwa hivi ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana.
Nikwambia huyu anaitwa Joseph Ayoba Balola. Alikuwa ni mwanauamsho, alizaliwa mwaka 1904 mpaka 1959. Alikuwa ni mwanauamsho na mtu wa maombi. Alikuwa akipiga magoti akija kuinuka jiwe limebonyea. Alikuwa akipiga magoti chini kuomba raba depo shikata ya manda sutoya. Akija kuamka jiwe limebonyea magoti yake na mikono yake alipokuwa ameweka mikono. Alikuwa akiamka chini anashika kengele. Wakati huo hakuna internet, hakuna Facebook, hakuna TikTok, hakuna Twitter, hakuna Instagram, hakuna radio, hakuna TV. Anashika kengele, anapiga kengele. Akiwa anapiga kengele ni kama anaachilia roho ya kuambia watu njooni msikilize injili ya Yesu. Anapiga kengele, anapiga kengele. Ayoba Balola, kijana wakati huo, a very young man, anapiga kengele. Akipiga kengele watu ni kama wanashurutishwa njoo msikilize. Anasimama juu ya jiwe anahubiri injili ya Yesu. Maelfu watu wanafufuka. Lakini ukiuliza maisha ya Balola, alikuwa ni mtu wa kukaa kwenye magoti wakati wote. Bwana asifiwe. Jifunze kwa waliokutangulia ambao walishinda. Bwana asaidie sana. Tunajifunza kwa Yesu kwa sababu Yesu alishinda. Alijua anapoenda kupita, yani kama wewe unajua kwamba lazima kesho niende nichomwe mkuki, nipigwe misumari, bila ganzi, unanisikia? Bila ganzi nichanwe, bila ganzi nitemewe mate, nidhalauliwe, nivuliwe nguo, nifungwe nepi, nipigwe fimbo mpaka nife. Unajua kabisa na kukimbia. Alichoona kitamsaidia akaingia kwenye ulimwengu wa ibada. Lengo la kuingia kwenye ulimwengu wa ibada na maisha ya maombi ni ili jaribu linapokuja lisifanyike kuwa kama teso kubwa, lakini lifanyike kuwa kama biskuti. Jaribu linakuja linakutana na mtu imara, sema amina. Jaribu kile linakutana na mtu imara linakutana na kitu kingine linaogopa. Bwana Yesu sana. Kuwa mtu wa maombi. Siku moja niliwaambia kuhusu Yonggi Cho, nishawahi kuwasimulia kuhusu Yonggi Cho. Mwanzilishi wa kanisa kubwa duniani. Hakuna kanisa ambalo duniani lilishatokea kubwa kama kanisa linaloitwa Full Gospel of Yoido. Lilianzishwa Korea na mtu anaitwa Yonggi Cho. Yonggi Cho kutoka Korea alikuwa peke yake kijana kwenye nchi ambayo ni slums. Unajua maana ya slums? Kuna wale wanaitwa slum dwellers. Sio kama hapa Mwanza kuna maeneo ambayo yana slums. Watu wanaishi kwenye slums. Labda kuna mkoa mmoja kulikuwa kuna slums. Wamejenga nyumba za mabanzi, wengine wamejenga nyumba za makaratasi, wengine wamejenga nyumba za mabox yale ya mabox yale ya pikipiki. Kuna maeneo wanaishi hivyo. Bwana Yesu sana. Yonggi Cho alikuwa ametoka kwenye eneo kama hilo ambalo hakuna hata nyumba ya tofali. Lakini siku moja akasikia nguvu ya Mungu imeingia, Mungu anamuita. Alichoamua kuingia, Yonggi Cho akaingia kwenye maisha ya maombi na ibada. Sio Mtanzania, alikuwa ni Mkorea. Akaingia kwenye maisha ya maombi na maisha ya ibada. Maisha ya maombi na maisha ya ibada. Kama maisha ya maombi yalimvusha Yesu, wewe ni nani asikuvushe? Yesu mwana wa Mungu ambaye ameshawahi kuishi mbinguni, ambaye ameshawahi kumuona Roho Mtakatifu, maserafi na makerubi ameshawahi kuwaona kwa macho, wazee 24 wenye uhai wanne ameshawahi kuwaona kwa macho, ameshawahi kuwaona wenye uhai wanne wamekaa mbinguni, wameumbwa maumbo yao kama magurudumu, wana macho zaidi ya 64 wakitembea wakimwabudu Bwana. Hosana. Ni magurudumu makubwa yamezunguka kama matairi makubwa, yamejaa macho meupe, yote yanang'ara. Yesu ameshayaona yakitembea. Tetemeko linaweza kutokea juu ya nchi yenye uhai. Ameshaona wenye uhai wanne, wengine wenye umbo kama la farasi, nusu mwanadamu, nusu farasi, nusu simba. Ameshaona vitu vyote mbinguni. Anajua kabisa wenye uhai wanakaa hapa. Ameshawaona malaika wakina Musa wanamtembelea duniani, yuko duniani, wanakuja kina Elia, wanakuja kumtia moyo. Utukufu unashuka mpaka kina Petro anamwambia Bwana, basi tusiondoke hapa, tujenge vibanda, kimoja kiwe cha Musa, kingine kiwe cha Elia, kingine kiwe chako, hapo tutabaki hapa kama bodyguard, tunashanti tunaangalia akina Petro miamba wa Yesu. Bwana Yesu sasa, Yesu akupe roho ya kuambatana kama ya Petro kwa jina la Yesu. Haleluya. Ameshaona mpaka malaika wanamtembelea Yesu, lakini yeye mwenyewe wakati wa jaribu akajua wakati wa kuingia kiwango kipi. Anajua huu ni wakati wa kuingia kwenye maisha ya magoti, maisha ya kuomba, wakati wa kumuita Bwana, wakati wa kutoka magotini akaenda mlimani Getsemane bustanini akaomba na kina Petro. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Mathayo hiyo sura ya 26 mstari wa 38.
26:38 mpaka 39. Ndipo akamwambia roho yangu, hapo amewaita Petro na Zebedayo pembeni. Akamwambia roho yangu, ndipo akamwambia roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Kaeni hapa mkeshe. Huyo ni Yesu mwana wa Mungu mwenye utukufu mkubwa, ambaye alitabiriwa na nabii Isaya kwamba atashuka akiwa na utukufu, uwezo na mamlaka begani mwake, nguvu na ishara mikononi mwake. Lakini ulikuwa unafika wakati anaenda kwenye maombi, anaenda kukesha. Anamwambia kaeni hapa mkesha pamoja nami. Akiondoka akirudi anakuta wamelala, kwa sababu alikuwa amezoea maisha ya dezo. Anakuja anamwambia huu ni mwanzo wa mambo mengine wanangu. Hamjawahi kumuona Yesu anapigwa, lakini kesho mtamuona. Hamjawahi kuona anasalitiwa, lakini sasa mtaniona. Sasa msipokubali kuomba, inawezekana msistahimili. Petro akasema bwana mimi siwezi, watu wote watakusaliti lakini mimi sitakusaliti. Hata kama kwenye kufa nitakuwa pamoja na wewe. Akamwambia amini nakwambia wewe ndio wa kwanza utanikana mara 3 kesho asubuhi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo aliwaita lengo, anamwambia kaeni hapa muombe ili msije mkaingia majaribuni. Yote ni Mathayo 26. Kaeni muombe ili msije mkaingia majaribuni. Kwa sababu mjaribu anakuja, lakini mkiomba mtaepushwa na kuingia kwenye majaribu. Ili mnapoingia kwenye hatua mpya, muingie hatua mpya katika njia iliyonyooka. Oh, atusaidie sana Yesu. Nasema atusaidie sana Yesu. Haleluya. Hakuna yeyote duniani aliyeomba maombi akaacha kumlipa. Amini nakwambia. Nilikuwa nakwambia kuhusu Yongicho. Duniani hakuna kanisa lililowahi kuwa na watu wengi kama kanisa la Full Gospel of Yoidokolea la Yongicho. Ilikuja kutoka kwenye mtu mmoja aliyekuwa anaishi kwenye slums, alikuwa slum dweller. Kwa mtu mmoja kwenye slums ilikaja watu 5, wakaja watu 100, wakaja watu 100,000, alafu 500,000, 600,000, 700,000, 800,000, 900,000, milioni 1. Ibada moja ikija, milioni 1 ya watu. Yaani maana yake uchukue watu wote wa jiji la Mwanza, wote walioko Mwanza wote. Bwana asifiwe. Wewe wanaenda Shiro Presbyterian Church. Yesu asaidie sana. Lakini ukiangalia jamaa, hata familia yake walikuwa wakitaka kula chakula, hawamruhusu baba aombe chakula. Maana jamaa alikuwa ameshakaa kwenye uwepo wa Mungu, amesha-shandalize. Yaani pale kwenye uwepo wa Mungu ndio eneo lake la kujidai. Wakijichanganya mwambie baba ombea chakula, Yongicho anaanza saa 3, wanakuja wenyewe wanaamua wanasema amina, akiwa bado wanaendelea kuombea chakula. Wanaanza sana. Wanakula bado Yongicho anaombea chakula, wanaenda kulala, wanamwacha sebleni. Akija kumaliza kuja kuangalia ni masaa 5. Bado anaomba. Watoto wameshalala. Bwana asifiwe. Amekaa kwenye uwepo wa Mungu, anajua umuhimu wa maombi. Maana ukitaka kutoboa lazima uombe. Kabisa. Ukitaka kujipata lazima uombe. Tutumie hiyo lugha ya leo. Kujipata lazima uombe. Hakuna maombi, hakuna kujipata. Hakuna maombi, hakuna kutoboa. Yeyote aliyetoboa kwenye Biblia alikuwa mwana maombi. Alikuwa mwana maombi. Danieli akaenda kwenye nchi ambayo sio nyumbani kwao, akatoboa, akajipata, akawa mkuu wa wilaya. Akina Shadrach, Meshach na Abednego unawaona wakawekwa kuwa watu wakubwa. Lakini ukiangalia maombi ya kina Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego, waliomba mpaka serikali ikaingilia kati. Unanielewa? Danieli aliomba mpaka serikali kaingia kati, akasema no, umeomba umezidi mwamba, umezidi. Punguza maombi, unatukela, unatupigia kelele usiku tumelala. Danieli alivyoambia hivyo, sasa ndo akaamua nitawaweza. Akawa anaenda gorofani, alafu anafungua madirisha yote, la kwanza mpaka la mwisho. Alafu akisema Bwana Yesu umeinuliwa. Bwana Yesu umeinuliwa. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Utukufu wako ni wa ajabu. Akampeleka kwa mfalme. Mpaka kaenda kutupa kwenye tundu la simba. Kwa sababu ya nini? Ya kuomba. Sababu ilikuwa ni kuomba. Atupa kwenye tundu la simba. Anaomba sana huyu Danieli. Bwana Yesu asaidie sana. Haleluya. Tunaomba leo ili kutengeneza ramani ya maisha ya kesho. Kuna mahali lazima tuende kesho, lakini kule kesho kuna giza. Kule kesho kuna giza, hapaonekani. Hapajachongwa bado barabara.
Miaka mitatu ijayo inatakiwa uwe kwenye maeneo mengine, uwe na familia kubwa, uwe na huduma kubwa. Mtu mwenye maono lazima awe anajua miaka mingine ijayo inatakiwa niwe wapi na ninafanya nini. Bwana asifiwe sana. Miaka ijayo inatakiwa uwe kwenye hatua 1, 2, 3. Kuna hatua ambayo inatakiwa uwe kwenye hatua nyingine mpya. Sasa hiyo hatua mpya unayoelekea miaka mingine ijayo, haujui kule mbele unapita wapi. Kwa hiyo huu wakati ndio wakati wa kukaa chini, kuanza kuchonga barabara, kuchonga barabara, kuchonga barabara, kuyanyoosha mapito yako. Unanielewa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati nasoma mimi nilikuwa natumia wakati kusoma, najua nitatoka chuo, kuna siku nitatoka chuo. Sasa nikitoka chuo naenda wapi? Kwa hiyo kabla hujaenda, unapoenda baada ya kutoka chuo, ni mwanafunzi, unatakiwa uanze kuyanyoosha mapito ukiwa bado uko chuo. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa natoka Buzuluga natembea mpaka Maina, barabara nzima nikutana na watu ndio wanashtuka. Nasema watu watasema huyu kijana amekuwa kichaa. Maana nikitembea barabara natoka Buzuluga naenda nakuja mpaka Maina Kagoma, natembea barabara na nenda kwa lugha rabada sita ya area kadabata ramayande bosikata. Baba natengeneza njia, baba nachonga njia, baba natengeneza mapito, baba nachonga mapito, natengeneza njia yao. Uitengeneze njia ya kesho leo, utengeneze njia watoto wako ya kesho leo, utengeneze njia ya kampuni yako ya kesho leo, utengeneze njia ya huduma yako ya kesho leo, utengeneze njia ya watoto wako ya kesho leo. Kwenye ulimwengu wa maombi, Yesu akaanza kutengeneza uwezo na stamina ya kusimama kwenye majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndiyo maana ya Alhamisi Kuu. Ni siku ambayo watu lazima wajue namna ya kutengeneza njia zao watakazopita kesho. Yesu akaanza kuya experience mateso kabla hajaingia kwenye mateso. Maandiko yanasema akaenda kuomba, alafu akakuta wamelala, akawaamsha. Akarudi tena kuomba, akaenda tena mara ya pili akakuta wamelala, akawaamsha. Wakati anaondoka akaangua kifurifuri, akaomba, akalia. Akarudi tena akaenda kwenye jiwe akalia, akatoka uchungu ukajaa mpaka akatoa jasho ya damu ikadondoka kwenye jiwe. Uchungu wa aina gani? Wewe umeumia, moyo unakuuma mpaka mishipa ya damu inapasuka. Unanielewa? Bwana asifiwe. Akaanza kuexperience hiyo njia anayoiendea kabla bado hajaenda. Kwa sababu kuna viwango unaweza ukaenda, maana kuna tone unaweza ukafika ukaona kama bora ufe. Kuna watu wanajiua, kuna watu wanajiondoa duniani. Wengine wanajiua kwa sababu ya mapenzi, wengine wanajiua kwa sababu ya pesa, wengine wanajiua kwa sababu ya mali, wengine wanajiua kwa sababu wameachwa na waume zao, wengine wanajiondoa duniani. Umesikia mwingine anamuua mke wake, anamchoma, anampiga kama vile anachoma mshtaki. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Asio viwango ambavyo ni vya hatari, viwango vya ila za shetani, ili unakapokuja kupita pale mapema uwe umejiandaa. Ni muhimu kutengeneza maisha yako ya ibada, ili wakati unakuja kupita kwenye hivyo viwango, unapita ukiwa ni moto. Moto ukipita ndani ya moto, moto hauteketezi moto mwingine. Haleluya, haleluya. Ujiandae mpaka uhakikishe moyo wako, hatua zako, uhai wako, ngozi yako, nyama zako, maneno yako yote ni burning fire, burning fire. Ukipita katikati ya moto mwingine ni moto, unapita katikati ya moto, hauteketei. Ukipita katika moto ndio unakuwa unachochewa. Kwenye moto wana maombi, watu wa ibada, watu wa Mungu, wakipita kwenye moto ndio ule moto wao unazidishwa. Kwa sababu ukichukua moto ukaudumbukiza kwenye moto, unauzidisha moto ndani ya shikile kinachowaka moto. Kwa hiyo ukijaa moto ukaingizwa kwenye majaribu, mateso magumu ndani ya moto, wewe utaonekana tena ni moto, umeng'ala, umeonekana, utadhihirika. Watakuogopa, watakuhofia, watakuwa na hofu juu yako. Shetani atakukimbia, atakukimbia tu, atakukimbia tu, atakukimbia tu, atakukimbia tu. Mazanda rabokoria. Haleluya, haleluya. Hiyo ndio maana ya Alhamisi Kuu. Siku ya Alhamisi Kuu ndio Yesu aliwapaga wanafunzi wake minimum time of prayer. Akasema muda mchache wa kuomba ni lisali moja. Mmeshindwa kugesha moja nami, angalau saa moja. Angalau ombeni, msije mkaingia majaribuni. Yesu asaidie. Mathayo 26:44, unaona Yesu akaja kuomba. Akaomba mara ya kwanza, huyo ni mwana wa Mungu. Akarudi tena akaomba mara ya pili, huyo ni mwana wa Mungu. Akarudi tena akaomba tena mara ya tatu. Bwana asifiwe. Akaomba tena mara ya tatu.
Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Maisha ya Yesu yanatuonesha kwamba popote pale, kabla hujaanza hatua yote ile, in any beginning you have to consider God first. Kwenye mwanzo wote ule, kwanza umzingatie Mungu. Kabla hujaanza huduma, mweke Mungu. Kabla hujaanza biashara, weka Mungu. Kabla hujaanza kazi, weka Mungu. Kabla hujaanza huduma, weka Mungu. Kabla hujaanza uinjilisti, weka Mungu. Kabla hujaanza biashara ya kuuza nyanya, vitunguu, kachumbari, weka Mungu. Kabla hujaanza biashara ya nguo, weka Mungu. Kabla hujaingia kwenye ndoa, anza Mungu kwanza. Yesu asaidie sana. Safari ya kuingia kwenye ukuu ni safari inayotaka watu waliojaa moto. 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 Nimekwambia, mimi nimefanya research, nimetafiti, nimechunguza, nimewasoma wahubiri zaidi ya 1000 duniani. Bwana Yesu sana. Kama ninajua historia ya mhubiri aliyezaliwa mwaka 1904 akafa 1959. Bwana Yesu sana. Historia ya wahubiri waliozaliwa 78 hapa nitashinda kujua kweli waliozaliwa 80. Nimesoma historia za wahubiri wote wakubwa, wakuu, waliolelewa na Mungu. Wote. Hakuna hata mmoja aliyekuwa mzembe kwenye maombi. Kuna mwanamke mmoja miaka ya 69 alikuwa anahubiri injili. Alikuwa ni Catherine Kuhlman. Alikulia Marekani. Wazazi wake walikuwa, mmoja alikuwa ni mtu wa Marekani, mwingine alikuwa ni mtu wa nchi gani. Bwana asifiwe sana. Alikuwa ni mwanamke. Alikuwa amekulia kwenye kanisa la Methodist. Lakini akajawa nguvu za Mungu na akajua umuhimu wa kuomba. Alijua umuhimu wa ibada. Hao ndio watu walizidishaga miujiza na maajabu duniani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hakuna yeyote aliyemtafuta Mungu akabaki. Kuna mtu mmoja alikuwa ni sister miaka ya nyuma huko Rome. Akafa. Wakazika. Baada ya miaka 80, lakini alikuwa ni mtu wa maombi wakati wote. Baada ya miaka 80, wakaja kuhamisha makaburi. Wakafukua kaburi. Kaburi yule mwanamke halina harufu. Mwili haujaoza, kama amelala. Miaka 80 amekufa. Mifupa ya Elisha alishakufa. Unasikia? Ukijaa nguvu, unaweza kuambia ukuta uponye wagonjwa wakapona. Haleluya. Ukijaa nguvu unaweza kutembea ukaambia kivuli chako waponya wakapona. Petro alikuwa akitembea barabarani, kivuli chake watu wanaweka wagonjwa kwenye kivuli. Yaani si Petro, kivuli chake kikipita kivuli cha Petro watu wanapona. Niamini, ukijaa nguvu mpaka mifupa yako inajaa nguvu, mpaka nguo yako inajaa nguvu, mpaka kitenge chako kinajaa nguvu, mpaka koti lako linajaa nguvu. Sasa uliyejaa nguvu, nani akuweze? Utapewa mateso na shetani kama akiamua akutese, lakini mwenyewe atatesa, atachoka. Utafika wakati wenyewe watatesa, wasema sasa tumweke msalabani tummalizie, tumechoka kumtesa. Tangu asubuhi wanamtesa, lakini jamaa haumii, asemi nimekoma, asemi sasa mimi sio masia. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Alhamisi iko kwa jina la Yesu. Mungu akupe neema. Mungu akupe neema. Yesu akupe neema. Haleluya. Sasa wakati kwenye safari ya kuelekea kwenye ukuu, kuna kitu kingine kinaitwaga kuachwa na wale ambao kutegemea kama wangekuacha. Kwenye safari ya kuingia kwenye ukuu, kuna wakati wale ambao kutegemea watakuacha, wanaweza wakakuacha. Ambao kutegemea kama watakuacha, wanaweza wakakuacha. Wale waliotegemea wakushika mkono, watakuachia mkono. Uliotegemea wakusupport, wataacha kukusupport. Kwa sababu huo ni wakati wako kwenda kwenye ukuu. Mungu anafanya hivyo ili akuondolee roho ya kuwategemea wanadamu. Mungu akikuondolea roho ya kuwategemea wanadamu, amekuondolea laana. Amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu, amfanyie mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana.
Kwa hiyo yote yule anayemtegemea mwanadamu, maana yake moyoni mwake amemwacha Bwana na amelaaniwa. Kwenye safari ya kuelekea kwenye ukuu wako, wale uliowategemea kama ni pillars, uliowategemea kama ni nguzo, uliowategemea kama ni mihimili yako, uliowategemea kama ni msaada wako, uliowategemea kama ndio supporters, uliowategemea kama ndio watu ambao wanaweza kukupush uende mbele, wale ndio wataacha kukupush ili uanze kwenda mwenyewe. Na wakati unaenda utagundua kwamba wale niliotegemea watanipush, hawanipush tena. Kwa hiyo ni wakati wa kuwa pushed by Jesus himself. Hallelujah. Huu ni wakati wa kuinuliwa na Yesu mwenyewe. Huu ni wakati wa kusaidiwa na Yesu mwenyewe. Huu ni wakati wa kukwezwa na Yesu mwenyewe. Huu ni wakati wa kupewa msaada na Yesu mwenyewe. Huu ni wakati wa kutiwa moyo na Yesu mwenyewe. Kuna wakati wanaokutiaga moyo wataanza kutia moyo. Wanaokutia moyo wataanza kukatisha tamaa. Wanaokujua kwamba una akili wataona wewe sasa ndio umeishaishiwa. Haleluya. Huo wakati ndio wakati ambao dharau huwa inavutwa mno. Dharau, watakudharau sana. Watakuona unapoteza muda, kwa sababu unachokiona wewe sio wanachokiona wao. Unachokiona sio wanachokiona wewe. Kuna watu unaziona kwenye huduma, lakini hizo watu wao hawazioni kwa sababu hawajaitwa na wewe, au ni rafiki zako tu. Bwana asifiwe. Kuna watu unaiona kwenye ndoa yako, lakini watu wao hawaioni. Wanasema wewe mwanamke ni mjinga kweli. Si angemwibia mwanaume hela, si angefanya hivi, si angemwacha, si angeondoka. Bwana atusaidie. Lakini kuna namna wewe unaiona hiyo hatua, wao hawaioni. Kwa hiyo kwa sababu wanachokiona wao sio unachokiona wewe, hawataenda kama unavyoenda. Wanafunzi wakienda kusoma wanaambiwaje? Hakuna ajira. Na hili neno limeanza kuongelewa tangu wengine wameanza kusoma kabla yako hata hujazaliwa. Walianza kusema hakuna nini? Hakuna ajira. Nafasi zimejaa, hakuna kazi ya kufanya. Utafanya nini? Bwana asifiwe sana. Lakini wewe kuna kitu umeona ambacho yule anayesema hajakiona. Bwana asifiwe sana. Na wewe nakusii kwa jina la Yesu, acha nikupe hii hekima ya kusaidia. Kwenye safari yoyote ile ya mtu yoyote, hata siku moja usiutumie ulimi wako kusema neno lolote baya la kumvunja moyo au la kumkatisha tamaa. Usione mtu anaenda kuoa ndio umwambie siku hizi hamna ndoa. Wanawake wa siku hizi wote ni matapeli. Wanaume wa siku hizi wote ni mbwa. Wanawake wanaitaga wanaume mbwa. Wanaume wa siku hizi wote ni mbwa. Unaenda kuolewa, ndoa ni jehanamu. Wakati wewe umeletewa kadi ya mwaliko wa harusi, alafu unamwambia mwenzako ndoa ni jehanamu. Mtoto wa watu wamekuja kukuaga anaenda shule, unamwambia mimi mjomba wangu alisomaga, akamaliza kusoma, akaja kijijini, akakosa kazi. Sasa hivi ameoa na watoto watatu, ana miaka 45. Tangu asome ni miaka 25 iliyopita, hajaipata kazi mpaka leo. Mtoto wa watu wamekuja kukuaga anaenda shule, unamwambia hivi. Bwana asifiwe. Haleluya. Mtu amekuja kufanya huduma, kufanya kanisa, unamwambia ile hapo hapa kaliki, huwezi ukakaa hapo. Wameenda kujenga nyumba, unamwambia huu mtaa una wachawi, utakufa. Wao wanajenga wanakufa, wanajenga wanahama, wanajenga wanazikimbia. Utaweza mtanange wapo? Kwenye chote kile ambacho mtu anakuwa anafanya, usipeleke mdomo kuongea vibaya, kwa sababu atakapoondoka pale akienda kuomba kwa Mungu wake, atamwambia Mungu nisaidie ili aibike. Kwa hiyo umetangaza naye vita. Mtu ameanza kampuni, ameanza biashara, anamwambia bwana, unajua hii biashara ina watu wengi sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Labda kama kina Alfred Otto, hii kazi inaitwaje? Hii inaitwa photoshooting na video nini? Video production. Kwenye photoshooting na video production kuna mamilioni ya watu. Kila kona kuna studio, kila mtu ana kamera. Siku hizi kuna smartphone. Mtu ukijifanya hivi, ukijipiga picha ni kama vile umetumia kamera. Acha kupoteza hela. Utapoteza hizo gharama unazopoteza, unapoteza muda, bora uache. Unachokiona wewe wengine hawakioni. Kwa hiyo endelea kupambana, kwa sababu ulichokiona wengine hawakioni. Alichokiona Yusufu hakukiona baba yake. Baba yake hakukiona. Alimwona ni mtoto, lakini mtoto aliona watu wanainama. Lakini siku moja kikatokea, wakati wanagawa chakula,
Akaja kushangaa ndugu zake, baba yake, wote wameinama. Asusaidie sana Yesu. Kwenye hali ya misi kuu, nataka upate nguvu na stamina ya kuomba. Stamina, nguvu ya kuomba, ujae moto. Uwe wa moto, ukipita barabarani uachie uone ule pale moto unapita. Uwe moto, ukipita kwenye kazi waone moto huo hapo unapita. Ukienda kwenye interview waone moto huo umeingia. Ukienda kwenye masomo waone moto huo umeingia. Ukienda nyumbani mwako waone moto huo umeingia. Ukienda kujenga waone moto huo umeingia. Wanataka kutapeli waone moto huo umeingia, wasikutapeli. Wanataka kudhulumu waone moto umeingia, wasikudhulumu. Wanataka kuchukua nyota yako waone moto kwenye nyota yako, wasiweze kuishika. Wanataka kuchukua karama yako waone moto kwenye karama yako, wasiweze kushika. Masanda la bakoria. Soma juu kwa miguu yako. Unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili Yesu wewe. Yesu nastahili we Yesu nastahili kuabudiwa, unastahili we. Funika macho yako, rudia maneno ya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, siku hii ya Alhamisi Kuu ni siku ambayo ulikuwa unajiandaa kwa ajili ya kuingia kwenye mateso ya msalaba. Kwa ajili ya mateso ya msalaba. Bwana Yesu, siku kama hii uliwafundisha wanafunzi kukesha. Siku kama hii uliwafundisha kina Petro kuomba. Uliwafundisha kukesha. Nami Bwana Yesu, ninapokea nguvu ya maombi. Napokea stamina ya kuomba. Kuomba masaa 3. Kuomba masaa 4. Kuomba masaa 8. Kunena kwa lugha masaa 6. Kuviaminisha vitu vitokee. Kuviambia vitu vinitii. Kuyamlisha milima iame. Kuiambia milima iame. Kuiambia mikuyu ikauke. Kuiambia mitini ikauke. Kuiambia miti itoe matunda. Kutengeneza njia pasipo na njia. Kuchonga barabara ya kesho yangu. Bwana Yesu, nipe roho wako akae ndani yangu, anisaidie kutenda mema, kufanya kazi, kujituma, kuomba, bidii ya maombi, bidii ya ibada, bidii kwenye maisha yangu. Bwana Yesu, nitie nguvu. Nahitaji stamina niweze kuvumilia wakati wa mateso, wakati wa kuchakatwa, wakati wa kuandaliwa. Bwana Yesu, ninaamini baada ya muda kitambo nitakirimiwa jina. Baada ya muda kitambo nitakirimiwa nyota mpya. Baada ya muda kitambo nitapata neema mpya. Baada ya muda kidogo nitainuliwa viwango vipya. Baada ya muda kidogo nitainuka viwango vipya. Bwana Yesu, nipe neema yako niende viwango vipya. Bwana Yesu, nipe neema yako niende viwango vipya katika jina la Yesu. Amen. Saidia kumpa Yesu shangwe nzuri za makofi tu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tumeweza kujiandaa na Pasaka. Mungu akupe neema na Mungu akupe kibali. Usikose kesho. Tutakuwepo, naamini kesho tutakuwa mapema sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu abariki waliokuwa hapa tangu saa 5. Nasikia wameondoka hapa saa 10, sio saa 11. Bwana asifiwe sana. Najua mmechoka sana. Mwende mkapumzike. Tuonane tena kesho mahali hapa jioni kwa ajili ya Ijumaa Kuu na mafundisho tena mengine. Tutakuwa ni sehemu ya pili.